Kwanza leo tupo kwenye ziara ya kikazi kama ilivyo kawaida yetu kama ofisi ya mbunge kutembelea miradi mbalimbali inayotekelezwa kwenye jimbo letu la Njombe mjini. Kama nakumbuka, asubuhi tulianza barabara ujenzi wa daraja kule Kibena, hospitali nyuma, tumeshuhudia, tumeona. Lakini pia muda huu tumeamua kufika kwenye kata ya Njombe mjini ambapo hapa tupo Kambarage. Kimsingi ujenzi wa daraja hili ni sehemu ya mradi wa taktiki. Zaidi ya bilioni 20 zimewekezwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ajili ya kufungua barabara. Barabara hii ina kilomita 1.6 ujenzi wa lami. Utaunganisha na barabara ile kutoka Magereza kwenda kule Kambarage, lakini ukienda Mji Mwema bado ni mradi wa taktiki. Kimsingi zaidi ya bilioni 20 zimewekezwa hapa. Mheshimiwa mbunge Deo Mwanyika amekuwa akiendelea kupambana kwa namna moja ama nyingine kutafuta fedha kila kona, madam tu wananchi wake wapate auheni ya kupita kwenye miundombinu mizuri. Aliahidi wakati wa kampeni zake, wakati anaomba kura kwa wananchi kwenye kata hii ya Njombe mjini, ya kwamba ataona ni kwa namna gani barabara za mjini zinaongezwa rami. Kwa hiyo ile ahadi yake wakati anaomba kula mwezi wa 10 pale, mwezi wa 9, leo hii tunashuhudia ametekeleza. Hapa Ganga, hii ni barabara ya Ganga. Tunatazama kuanzia pale chini hapo juu shuleni, watakuwa na fence pia, watajenga fence kuzuia shughuli za ujenzi wa barabara, lakini pia kuzuia wale watoto wasiingie barabarani. Itakuwa fence kupitia faida ya mradi huu. Kwa hiyo serikali ya awamu ya 6 inaendelea kutekeleza, lakini pia Mheshimiwa mbunge Deo Mwanyika, kama ambavyo nilizungumza mara ya kwanza, kwamba si mbunge wa maneno. Yeye ni mbunge ambaye anazungumza jambo lenye uhalisia, jambo ambalo linaonekana kwa wananchi. Kwa hiyo nami nitumie nafasi hii kwanza kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa niaba ya Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Njombe mjini kuhakikisha ameleta fedha hapa kwenye mradi huu. Ni sehemu ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Lakini cha pili nimshukuru Mheshimiwa diwani wa kata hii ya Njombe mjini, Mheshimiwa Mazao, ambaye pia naye amekuwa karibu na miradi hii, kwa sababu kuletwa mradi ni kitu kingine, kufuatilia ni kitu kingine, na utekelezaji ni kitu kingine. Kwa hiyo leo hii ukiona daraja hili limejengwa, limesukwa nondo namna hii, si kazi rahisi. Maana yake kwamba ni usimamizi wa viongozi wa ngazi zote. Yuko hapa diwani, yuko hapa mwenyekiti wa kijiji Mheshimiwa FM, tumemwona hapa, mmezungumza naye pia ni miongoni mwa watu ambao wanahakikisha kwenye mtaa wake hafelishi mradi. Maana yake akikaa ofisini bila kutembelea miradi inayotekelezwa kwenye kata yake anafelisha mradi wake. Kwa hiyo na yeye amekuwa kipaumbele kuhakikisha kwamba miradi anaitembelea, lakini pia wakaanza wametangaza tenda, mkandarasi amepatikana, na mkandarasi wamehakikisha wanamsimamia mkandarasi, si tu kusaini makaratasi, ni kuhakikisha analeta mitambo na anaanza kuzifanyia kazi ule mkataba ambao amesaini. Na leo hii mmeshuhudia ninyi wenyewe, mkandarasi yuko site, mitambo ipo site. Mheshimiwa mwenyekiti hapa umemsikia amezungumza kwamba tangu mkandarasi ametangazwa wamekuja hapa, wameomba utaratibu, watu walikuwa wamelima ndani ya mita 60, lakini kwa kuwa wananchi ni waelewa, wameelewa, wameachia eneo, kazi imeweza kufanyika. Kwa hiyo tupo vizuri, na Mheshimiwa mbunge Deo Mwanyika anaendelea kututaka sisi kuendelea kufuatilia miradi hii, lakini pia anaendelea kuwaomba wananchi kuendelea kuwa wavumilivu kwenye yale maeneo ambayo binafsi aliahidi kwamba atatekeleza kipindi hiki cha pili. Lakini pia ilani ya Chama cha Mapinduzi anawahakikishia wananchi kwamba ataendelea kupigana kama anavyoendelea kupigana bungeni. Ninyi wenyewe ni mashahidi, sisi sio wa maneno, sisi ni wa vitendo zaidi. Cha kwanza nataka nianze na shukrani na serikali. Kwanza nishukuru serikali kwa kuweza kutuletea mradi wa daraja hili mzuri sana, barabara taktiki kutoka Sido kuelekea mtaa wa Kambarage. Hapa tuliposimama ni mtaa wa Sido, lakini hapo ukivuka ng'ambo kidogo na kutoka kwa wananchi ni mtaa wa Kambarage. Hapa daraja linaunganisha mtaa wa Sido na Kambarage. Mtaa wa Kambarage ni mtaa mkubwa sana. Mtaa wananchi karibu 15,000 wanaishi Kambarage. Lakini daraja hapa ilikuwa sio nzuri sana, ilikuwa kona kali, lakini na barabara ilikuwa sio nzuri. Naamini wanaenda kujenga daraja nzuri ya kisasa ya mradi wa World Bank hapa. Kwa hiyo ina umuhimu mkubwa sana kuweza kupanua mji wetu kwa bora. Nampa bigi hapa, kwa sababu mimi naamini halmashauri mkurugenzi hawezi kuleta bila msemaji. Mkurugenzi anaisha kwenye halmashauri, lakini mbunge anafika vikao vya taifa na vyenye mpango, sio? Akirudi wanajadiliana kwa pamoja ili maisha mengine yaendelee. Kwa si mbunge tunamshukuru sana. Tunaye mbunge bora Mwanyika, mimi namshukuru sana, lakini siwezi kumsema peke yake. Serikali na connection, tuna mkurugenzi. Kwanza unaanza na wananchi wenyewe, mabalozi, mwenyekiti wa serikali ya mtaa, unakuja mkurugenzi, diwani, mbunge, management yote ya halmashauri, kwa mkoa. Huwezi kumwacha mbali na mkuu wa wilaya
lakini rais wetu huu mradi angeweza kuupeleka sehemu nyingine yoyote, lakini Samia akaona Njombe inawezekana kuleta hizi fedha za kuweza kujenga huu mradi hapa. Sisi tunamshukuru sana. Njombe ameiona kwa jicho la pekee. Maendeleo yanayofanyika huku sasa ni maendeleo mazuri. Sisi tunamsifu sana mbunge wetu, anatusemea kwa hali na mali ili Njombe ijengeke vizuri. Mwanyika yuko vizuri, yale yaliyoahidiwa yanatekelezwa kama hivi. Unajua watu walio wengi hawakuamini kama hichi kitu kinaweza kufanyika, kwa sababu kabla ya hayati Magufuli paliahidiwa kama kuna barabara zitajengeka huko, lakini bahati mbaya alivyofariki wakaamini na mradi umefanyaje, umekufa. Lakini kwa sababu kipindi kile hayati Magufuli anafariki na Mwanyika alikuwepo na Samia ndio alikuwa makamu wa rais, bado kumbukumbu ilikuwepo na ahadi bado ilikuwepo, lakini amerudi mama akaanza utekelezaji, pamoja na Mwanyika akarudi wakaanza utekelezaji na mradi unaendelea. Na waamini tu kwa ahadi yetu ya kandarasi na wananchi kwa ahadi yao, ni mwezi wa 10 barabara nitakuwa wao wamekabidhi. Lakini kwa jitihada ya daraja tunavyoona inawezekana, kwa sababu daraja wamesema ikiisha wanaanza mchakato wa kujenga chimba barabara. Na kwa majina anaitwa Winfred Kayombo, mwenyekiti wa serikali ya mtaa Kibena hospitali. Lakini kwanza ni mshukuru sana mheshimiwa mbunge kwa kazi kubwa anaendelea kuifanya kwenye maeneo yetu. Lakini kwa maana ya daraja hili daraja linaunganisha kati ya mtaa Kibena hospitali na pamoja na mtaa wa Mahewe. Lakini kwa maana ya awali eneo hili halikuwa na daraja, lakini kama ninavyosema toka kuumbwa kwake eneo hili hakuwa na daraja. Sasa ujenzi wa daraja hili italeta fursa sana kwa wananchi wa eneo hili. Kwanza upitaji wake utakuwa ni mzuri sana kiusalama, lakini la pili mwandishi wa habari unafahamu eneo haya uchumi mkubwa tunategemea kilimo cha parachichi, lakini pia kuna madini, ujenzi kwa maana ya mawe. Kwa wananchi wetu wataongezeka kipato chao, lakini uchumi wao utakuwa wa juu kidogo kuanzia sasa. Ilikuwa ni la miti. Sasa daraja la miti maana yake kuna mambo mawili. Aidha ukavuka salama au usivuke salama. Kwa hiyo ndio ilikuwa changamoto kubwa na watu wengi walikuwa wakiogopa sana kuvuka kwenye eneo hili kwa sababu daraja halikuwa salama kabisa. Lakini ujenzi wa daraja hili jipya maana yake sasa itamfanya kila mmoja awe na uhakika na usalama wake kuvuka kwenye eneo hili. Wananchi wa aina gani ambao walikuwa wanatumia sana barabara hii? Kama nilikuwa nasema eneo hili kuna wakulima, lakini pia kuna wakazi wa eneo hili, lakini pia eneo hili kuna madini, ujenzi kwa maana ya mawe. Kwa hiyo wananchi wengi walikuwa wanatumia kwenye shughuli hizo, lakini walikuwa wanatumia kwa uoga kwa sababu ya uhalisia wa daraja lililokuwepo. Lakini narudia tena, kujengwa kwa daraja hili kutaongeza fursa, lakini tutaongeza uchumi kwenye maeneo yetu. Naishukuru sana serikali, lakini naishukuru sana serikali kwanza mheshimiwa diwani wa kata yetu kwa maana ya kuhamasisha, lakini pia kazi kubwa anaifanya mheshimiwa mbunge. Tunafahamu mbunge yetu sio mtu wa maneno, yeye mkimweleza changamoto anazichukua na anazifanyia kazi. Lakini la mwisho tunamshukuru pia mheshimiwa rais kwa kuendelea kutusaidia sisi kwenye maeneo yetu kutujengea hii miundombinu muhimu. Musa Rashidi Muhina ni mkazi wa huu mtaa. Huu mtaa unaitwa mtaa wa Kilasi. Hivyo huu mtaa wa Kilasi sisi tulikuwa na changamoto ya barabara na daraja ambalo linavukia upande huu kuelekea Maheve. Kwa sasa huu mtaa wa Kilasi umejaa katika makazi. Kwa hiyo watu wamehamia kununua viwanja huku ng'ambo, na hivyo walikuwa wanahitaji zaidi barabara. Na kupitia hii barabara watanufaika wakazi ambao wameanza ujenzi kule ng'ambo na wakazi wengine ambao wanalima kilimo cha parachichi huko Maheve. Mheshimiwa Rais na mbunge wetu Deo Mwanyika kwa kutujengea daraja kubwa lenye ubora. Tulikuwa na changamoto ya daraja letu, kwanza lilikuwa jembamba, hata magari mawili pia hayawezi kupishana, lakini pia ilikuwa ni kona kali ambayo kwa kweli ilikuwa inaleta changamoto. Tunashukuru uongozi kwa kutuletea mradi huu na hili daraja, lakini pia tunategemea kutengenezewa barabara ya lami ambayo tunaitegemea baada ya daraja letu kukamilika. Kwa hiyo tunashukuru uongozi. Mimi kama mkazi wa Igeleke ninashukuru kwa sababu tulikuwa tunapitia changamoto ya hili daraja letu, na uongozi pia tunashukuru kwa hatua hii iliyofikia.